kusikia na apate kuelewa, kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, amen. Tutapata muda wa kujifunza neno la Mungu, alafu baadaye tupate nafasi ya kuomba pia. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matano ya kujua kwa habari ya uchaji. Mambo ya kujua kwa habari ya uchaji. So tutaangalia baadhi ya mambo. Kuna mambo ya kujua kwa habari ya uchaji. Tulisema jambo la kwanza, kumcha Bwana ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Tulisema jana, na msisitizo wa hiyo point ni kwamba kwa mtu aliyeokoka, hofu ya Mungu inaanzia kwenye roho yake. Haianzi kwenye matendo, haianzi nje, inaanzia ndani, inaenda nje. Sio maagizo tu. Ni sahihi kabisa, maagizo na sehemu yake ya kumfanya mtu kuishi maisha ya uchaji. Lakini kwa sababu uwepo wa Mungu unakaa ndani ya roho zetu baada ya kuzaliwa mara pili, Mungu alimtuma Roho wake Mtakatifu kuja kukaa ndani yetu. Kutokea hapo, uchaji unaanzia kwenye roho zetu. Inakuwa ni kitu kilichoko ndani ya mtu. Huo ndio msisitizo wa pointi ya kwanza jana. Roho Mtakatifu anaitwa roho wa uchaji. Kwa hiyo uchaji unaanzia ndani, unaenda nje. Inakuwa sio jambo la kujitahidi tena. Linaanzia ndani yako, alafu unalifanya kama asili yako. Kwa ukikuta mtu hana uchaji, muone Mkristo ambaye uhusiano wake na Mungu hauko sawa sawa. Muone mtu ambaye yuko hewani na Mungu. Ukikuta mtu hana uchaji, muone mtu ambaye ushirika wake na Mungu uko chini. Utamwona mtu namna hiyo, na nikuhakikishie utampata Mkristo asiye na matokeo. Nikuhakikishie. Kwa sababu pasipo uchaji huwezi kuona matokeo kwa mtu aliyeokoka. Kwa sababu uchaji ndio unampelekea Mkristo kuanza kuona matokeo fulani ya kimungu kwenye maisha yake. Kumbuke inaitwa hofu ya Mungu. Kwa hiyo kama hofu ya Mungu haipo, huwezi kumpata Mungu kwenye jambo. Na kama usipompata Mungu kwenye jambo, basi huwezi kuona matokeo ya Mungu kwenye hilo jambo. Ni jambo la muhimu sana. Na kufundisha masomo kama haya, tunazungumzia masuala ya msingi wa mafanikio ya muumini. So niliwaambia jana, yeye ni roho ya uchaji. Roho Mtakatifu pia ni roho ya uchaji, na anakaa ndani yetu. Kwa hiyo lapaswa kuwa ni jambo ambalo linatokea ndani yako. Unalifanya kwa uhuru. Unalifanya kwa uhuru. Niliongea jana mambo mengi sana. Na hayo ni kumsaidia mtu kuelewa. Kwa sababu kadiri siku zinaenda na miaka inaenda, kinachonisumbua ni kwamba ndivyo ambavyo Kristo anakosa nguvu. Ndivyo ambavyo mambo ya kiroho yanakosa nguvu kwa watu. Ndivyo ambavyo mambo ya kiroho yanachukuliwa kikawaida sana na watu. Ndivyo ambavyo Wakristo wanakuwa busy kupita kawaida. Ndivyo ambavyo hitaji la Wakristo kuombewa linakuwa kubwa kupita kawaida. Yaani watu wamekaa kanisani, kila akikaa na wewe anachohitaji ni umwombee. Utamwombea mwaka huu, nikuhakikishie mwakani utamwombea tena. Miaka mitatu mbele yaani ni mtu asiye progress, apige hatua. Apige hatua. Yaani na ukimwangalia uoni mabadiliko yake ya kiroho. Tunamuomba Mungu sana kwa ajili ya watu, tunawaombea, lakini kuhakikishia kuna sehemu ya mtu binafsi na Mungu. Kuna jambo la kufanya wewe na Mungu. Tunaweza tukakuombea, kwa mfano tunaomba kwa ajili ya semina, Mungu agusa waje kwenye semina. Inakutaka wewe na ushirika wako na Mungu binafsi kujua kwamba kama Mungu ameweka semina, basi kuna ujumbe kwa ajili yangu majira haya. Nikamwambia jana, angalia mambo yalivyo makanisani. Yaani imefika level ambayo sasa hivi makanisani watu wanakuja ibadani, wanaanza kuchungulia, wanakuja jamani hawaji. Cheki. Manake watu wana hofu ya Mungu. Biblia inasema haki yetu isipozidi haki ya Mafarisayo, hatuwezi kuona ufalme wa Mungu ukijifunua kwenye maisha yetu. Mafarisayo, angalia wale ndugu zetu wale, tuache Mafarisayo tuende kwenye upande wa Waislamu. Kama ni muda wa ibada, tuseme dakika 40 kabla ya ibada, tayari wale jamaa wako tayari wanaosha miguu kuingia kwenye ibada. Ila watu wenye Roho Mtakatifu ndio ambao heshima yao na Mungu wanamfuata.
ndogo sana. Sasa hiyo inafanya matokeo ya kimungu yapungue kwenye maisha ya watu. Inafanya mambo yanayotokea pagani yatokee watu waliokoka. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, mkisikia sauti yangu sitatia magonjwa niliyowatia wa Misri. Kwa hiyo manake Mkristo alipaswa kuwa exempted, alipaswa kutengwa na mambo yanayopata watu wengine. Lakini cha kushangaza ni kwamba mambo yanayotokea kwa watu ambao hawajaokoka yanatokea pia kwa watu waliokoka. Iko kitu kiko sawa sawa. So uchaji unaanzia ndani, ni asili yako ya ndani. Jambo la pili nilisema, kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Ni jambo la kuifunza roho yako. Si tuliandika hivyo jamani? Yes, ni jambo la kuifunza roho yako. Unajitrain kuwa mchaji. Haitokee automatic. Uchaji sio kipawa. Ni jambo la kujifunza. Na nilikusomea mistari mingi kuonyesha ya kwamba unaposikia neno la Mungu au unapoisoma Biblia yako, unaitrain roho yako kumcha Mungu. Hofu ya Mungu kwenye maisha yangu imezaliwa na Bible study. Yaani hofu ya Mungu kwenye maisha yangu imekuzwa sana na Bible study. Nikisema Bible study maana yake ni mafunzo ya Biblia. Ni ile hali ya kukaa na Biblia na kusoma kila siku. Nasoma sura 10, sura 15, sura 5 kila siku. Ile hali ya kukaa na kusoma Biblia kila siku ilikuza sana hofu ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwa sababu kila nikiwa nasoma Biblia namuona Mungu anazungumza na mimi. Namuona Mungu anasema na mimi. Kwa sababu nilijua mapema sana ya kwamba Biblia ni sauti ya Mungu mwenyewe. Biblia ni Mungu mwenyewe. Biblia sio kitabu. Biblia ni nafsi. Ni Mungu mwenyewe. Biblia sio maandiko tu matakatifu. Ni maandiko matakatifu yaliyo na pumzi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kama mtu. Nilijifunza mapema sana nikiwa nasoma Biblia, nimepata nafasi ya kuongea na Mungu. Nikikaa nasoma sura zile 10, maana yake kwa lugha nyingine nzuri zaidi ninazungumza na Mungu. Nilijifunza mapema sana ya kwamba nikiwa namsikia mtumishi wa Mungu au nasikia mafundisho kwa njia ya audio au kwa njia ya video, picha mjongeo, nikiwa ninasikiliza, roho yangu inafanywa training ya uchaji. Training ya uchaji. Inafunzwa kumcha Mungu. Hofu ya Mungu ndani yangu inazidi kukua kila siku kadri ninapofanya vile. Na nisikilize, nimefanya miaka mingi na nafanya kila siku. Kila siku lazima kwa namna moja ama nyingine nisome maandiko. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 15. Mstari tu ufahamu. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 15. Paulo anamwambia Timotheo, wewe Timotheo umeyafahamu maandiko matakatifu ambayo yana uwezo wa kuhekimisha na kukupa wokovu ulio katika Kristo Yesu. Umeyafahamu maandiko matakatifu yenye uwezo wa kuhekimisha, ambayo yamekuhekimisha. Inakupa picha gani? Maandiko matakatifu yanakuza uchaji ndani ya muumini. Sijui kama naeleweka vizuri. Okay. Yanakuza uchaji ndani ya muumini. Neno la Mungu sio kitu cha kawaida. Usio kafikiri ni kitu cha kawaida. Hapana. 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 Na mnisikie vizuri watu wa Kidatu, mnisikie vizuri. Ninamshukuru Mungu kwa sababu mara nyingi sana sijawahi kuona Mungu ananipa kufundisha notes. Yaani kila wakati nimeenda kufundisha mahali ilikuwa ni kitu cha wakati huo. So mimi nikiwa nafundisha mahali fulani, mtu lazima achague kunisikia, kwa sababu ukinisikia inakuletea majira mapya. Na nikuhakikishie kama Mungu amenipa ujumbe wa uchaji, ujue kuna mambo kadhaa. Wengine wanapoa, uchaji unaondoka, wengine haupo. Yes, wengine utakuta uchaji haupo. So Mungu anaporuhusu kitu kama hiki, anakusudia kupandisha viwango vya uchaji ili aje na aina fulani ya baraka. Sema amen. Ndivyo Mungu anavyofanya. Kwa akija ana update, ana renew, anawafanya wapya kwenye ile eneo, anakuza viwango kwenye ile eneo. Na lengo ni ili kuleta aina fulani ya baraka na udhirisho fulani wa baraka za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana. So Paulo anamwambia Timotheo, umeyafahamu maandiko matakatifu yenye uwezo wa kukuhekimisha. Kifupi chake ni kwamba maandiko matakatifu yana uwezo wa kumfanya mtu kuwa mchaji kabla vitu vingine vyote. Ule uwezo wa kusoma Biblia yako, wa kukaa unasoma Biblia, iko ni kitu kikubwa sana, kitarekebisha mambo mengi sana kwenye maisha yako kabla ya mchungaji. Mengi sana. Na
ukisikia ukakubali na kutii. Hizo hatua ni za muhimu sana kama unataka kuwa mchaji. Kusikia, kukubali, kutii. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Biblia inasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo kifupi chake ni kwamba huwezi kula mema ya nchi kama hujajitrain kukubali na kutii. Kama uko kanisani na hujaifunza roho yako kukubali na kutii, Mungu anaposema, iwe ni wewe umesoma Biblia unamsikia anasema kwenye neno, au umesikia mchungaji anakufundisha, usipofunza roho yako kukubali kinachosemwa na Mungu na kukitii, hawezi kula mema ya nchi. Wanaokula mema ya nchi ni waliokubali na kutii. Sasa Wakristo wengi wapo kwenye ngazi ya kwanza, ukubaliana na neno kwamba ni kweli Biblia imesema, ni kweli tunaambiwa ni Mungu anasema, lakini kutii ndio kitu kigumu sana kwa Wakristo wengi. Na Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Bora kuliko dhabihu. Maana jambo la kutii ni la muhimu kuliko sadaka unayotoa madhabahuni. Kwa hiyo unaposikia unaifunza roho yako kumcha Bwana. Ukiacha kusikia, viwango vyako vya uchaji vinapungua. Kwa makanisani ukijaribu kuangalia vizuri, uchaji unapungua kwa sababu niliwaambia juzi, utayari wa watu kukaa kwenye madarasa katikati ya wiki hivi kujifunza haupo. Wakija Jumapili wanasikia muda mfupi sana, kwa sababu Jumapili na mambo mengi ni express. Mchungaji hawezi kufundisha masaa mawili Jumapili. Sasa muda pekee ambao tunapaswa kuwafundisha washirika wakawa wachaji ndio katikati ya wiki. Ndio angalau ukanao hata masaa mawili unawapandia mbegu ya Mungu, ya neno la Mungu ili kukuza viwango vyao vya uchaji. Hasa kwa sababu watu hawawezi, yani kwa ninavyoona sasa hivi, sasa tunahitaji maombi mazito kidogo ya uamsho. Watu wamechoka makanisani. Watu hamu zimeisha. Kukaa kanisani kama mzigo fulani. Waambie njoo kusikia neno, ni afadhali akakaa nyumbani anapunga upepo, lakini sio kukaa kanisani na kusikia neno. Hasa hiyo kitu inapunguza viwango vya uchaji. Na viwango vya uchaji vikipungua, shetani anakuwa shetani kweli kwenye maisha ya mtu. Kwa sababu mtu viwango vya uchaji vikiongezeka, shetani anakuwa ni kama hayupo. Ni kama hayupo. Anaishi kana kama hamna shetani. So, ni jambo la kujifunza. Unaifunza roho yako. Unaifunza roho yako kumcha Bwana. Halitokei automatic. Tatu. Nafikiri sasa tunaenda kwenye hatua nyingine. Jana tulishia 3. Kumcha Bwana inapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana kunapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana kunapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Hapa nakufundisha kitu kikubwa. Isaya sura 33 mstari wa 6. Isaya sura 33 mstari wa 6. Kumcha Bwana kunapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana kunapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Au kumcha Bwana inapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Tendo la kumcha Bwana, maisha ya uchaji yanapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Sasa naomba nikufundishe kidogo. Isaya sura 33 mstari wa 6. Isaya sura 33 mstari wa 6. Biblia inasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Amazing. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Alafu inasema za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha kitu kwenye mstari. Akaniambia kwamba unapojifunza kumcha Mungu ni sawa na mtu anayepeleka fedha za akiba benki. Yani unapomcha Mungu ni sawa na kudeposit. Una deposit hela benki. Yani sawa na mtu anayeweka akiba. So Mungu akaniambia hivi, watu wanapokutana na changamoto za kimaisha, mambo magumu, Mungu angalia account ya uchaji ina shilingi ngapi. Hii ndio siri Mungu alinionyesha. Mungu akaniambia hivi, mwamini anapokutana na changamoto, hii ni siri Mungu amenipa.
alinipa mimi, ndo nakupa na wewe pia. Muamini anapokutana na changamoto, Mungu rudi kuangalia account yake ya uchaji ina kiasi gani. Kwa hata kiwango cha udhirisho wa Mungu kwenye hiyo changamoto yako kitaamuliwa na kiwango chako cha uchaji. Kwa nini Wakristo wengi katikati ya mambo magumu huwa wanaanguka? Ni kwa sababu account yake ya uchaji ni ndogo. Biblia inasema hivi, ukizimia siku ya tabu, Mithali 24:10, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya tabu, maana yake account yako ni ndogo ya uchaji. Viwango vyako vya uchaji ni vidogo. Iko hivi, kuna wakati mambo aliyoyafanya mtu na Mungu ndio yanayomwokoa kwenye aina fulani ya changamoto, na sio maombi yake ya wakati huo. Kwa hiyo anatokewa na jambo, Mungu anaangalia namna yule mtu alivyowekeza kwenye ufalme wake. So inabidi Mungu amwokoe kwa sababu ya uwekezaji wake kwenye ufalme wake. Nani ananielewa vizuri? Nauliza swali, nani ananielewa vizuri? Kanisa, tunaelewana vizuri eh? Baada ya kujua vile, nilianza kuangalia kwenye maisha yangu binafsi vitu gani ambavyo mbele za Mungu ni uchaji. Yaani vitu gani ambavyo nikiwa navifanya mbele za Mungu anahesabu huu ni uchaji. Nikagundua, niliwaambia jana ya kwamba mwenye haki, Biblia inasema kwamba hukopesha, hukirimu, alafu usaidia wahitaji. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo nalifanya mimi kwa bidii sana ni kuwasaidia watu. Napokuta mtu ana changamoto, si changamoto ya 200,000, si changamoto ya 300,000, si changamoto ya 100,000, na kuaga mwepesi sana kumsaidia yule mtu. Kuna kitu rohoni nakifanya. Ninaposikia mchungaji ananipigia simu na kuniambia, "Pastor, naomba unisaidie, nina changamoto kwenye eneo la ujenzi, nimebakisha kitu fulani," na kuaga mwepesi sana kutoa fedha na kumsaidia yule mtu. Ninafanya vitu vingi kwenye eneo la injili, natoa fedha nyingi kwenye eneo la injili. Alafu mimi siwezi kula zaka. Hakuna kitu duniani kitanifanya nile zaka. Ni afadhali tukalala njaa nyumbani. Sasa yale mambo ninayoyafanya, alafu kingine ninakesha, ninafunga, ninaomba. Haya mambo ninayoyafanya mbele za Mungu, ninaweka na deposit fedha. Yaani napeleka kama mtu anayepeleka fedha kwenye account ya akiba. Naweka akiba. Kuna wakati fulani ambao watoto wangu watahitaji msaada. So atakachokifanya Mungu, ataangalia account yangu ina kiasi gani. So atawasaidia kulingana pia na commitment yangu, kiwango changu cha kujitoa kwake. Kwa Mungu hujitoa kwa watu kulingana na viwango vyao vya kujitoa kwake. Kama kiwango chako cha kujitoa kwa Mungu ni kidogo, ujue pia na utendaji kazi wa Mungu kwako utakuwa ni mdogo. Unatakaje Mungu ajifunue kwenye changamoto yako kwa 80% wakati ushirika wako na yeye ni 20%? Huu ni uongo. Unatakaje Mungu ajifunue kwa ukubwa kwenye maisha yako wakati maombi yako ni dakika 10 na una mwaka mzima kanisani na haufanyi chochote kuyakusa? Kwa nini utake Mungu ajifunue sana wakati una ushirika mdogo na Mungu? Kwa nini? Naambiaga mara nyingi sana, familia yetu sisi Mungu amemsaidia kila mtu amekaa sawa na anamtumikia Mungu vizuri. Ni kwa sababu yule mama tunakumbuka alivyokuwa anaomba usiku tunamsikia. So tumekuwa hivi sio kwa sababu tunampenda sana Mungu. Tumekuwa hivi ni kwa sababu kuna kitu Mungu alikiona kinafanyika. Kwa hiyo nikwambie kitu, mama ambaye ni mzito, ukienda kuomba zia, ukipiga magoti kuomba unalala, yani wewe ni legevu, umekaa hivyo, yani ni mtu mvivu. Ndio watu ambao utakuta mwanao anakuwa kidogo hivi, wanakwambia sio na uvimbe fulani. Mara amekuwa kidogo hivi ana develop ugonjwa fulani. Shetani anakuwa tangible kwako, anakuwa ni wakugusika sana kwako. Ni kwa sababu hakuna kitu nakifanya kwa Mungu. Hakuna kitu nakifanya kwa Mungu. Hakuna kitu nakifanya kwa Mungu. Yaani Mungu akiangalia account yako ya matendo yako kanisani, hakuna kitu nakifanya kwa Mungu. Hakipo. Hii ni siri kubwa sana.
Siri kubwa sana. Hii ni siri kubwa sana ambayo Mungu alinipa mapema sana. Kwa hiyo of which I understand, naamini na naelewa vizuri ya kwamba hakuna mtu aliyeungwa na maisha yangu atahangaika kwa sababu ya namna ninapojitoa kwake. Biblia inasema nawe utamtumikia Bwana, naye atakibariki chakula chako na maji yako. Alafu Biblia inasema naye ataondoa ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba, hapata kuwa na aliyetasa. Biblia inasema mambo yote. Alafu inasema hivi, na idadi ya miaka yako nitaitimiza. Inakuwa ni wajibu wa Mungu mwenyewe. Idadi ya miaka yako nitaitimiza. So Mungu anaangalia kiwango chako cha kujitoa kwake ambacho anahesabu yeye ni uchaji. Alafu akiangalia kuna mambo hata ya ruhusu nyumbani kwako. Kuna mambo hata utasikia ushuhuda wa mtu aliyeungwa na maisha yako anapitia miscarriage. Huwezi kusikia. Kwa sababu anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Hapata kuwa, yeye anasema. Kwa maana yake ni jambo Mungu analisimamia mwenyewe. Uchaji. Unamwona mtu anakuja hapa kanisani, anaacha ratiba zake, anakimbia Jumamosi kuja hapa kuombea ibada. Au mtu amekaa nyumbani, anajifungia chumbani, anaanza kumwombea mchungaji. Anaomba Mungu msaidie, weka ujumbe wa kutusaidia, weka ujumbe wa kutuvusha. Mungu pulizia pumzi kila neno ambalo tutalisema kwa ajili yetu Bwana. Anakaa naomba ania kwa ajili ya mchungaji, kwa ajili ya ibada. Mungu anacheki hilo jambo, analihesabu kwamba huu ni uchaji. Kama ameacha vitu vyote anamwombea mchungaji kwa ajili ya ibada, nenda muangalia yule mtu, historia ya kuugota gundua haipo tena kwake. Anapofanya vile Mungu anasemaje, kama huyu mtu anajitoa kwa ajili yangu hivi, kwa nini mimi nisifanye kwake? Alafu kama umekuwa na uwekezaji mwingi sana kwa Mungu, kwa nini uugue? Kwa sababu ukiugua Mungu atapata mtu. Kwa hiyo Mungu anapambana kisha uko sawa ili jambo liendelee kufanyika. Unapata point yangu? Niambie amen kama unanielewa. Ni nzuri sana. Nzuri sana nikapata mwitikio. Ukipiga simu alafu mtu asiongee utaanza kumlaumu. Ongea basi, ongea. So ni jambo la muhimu sana. Lakini sasa hatuna. Kuna ushuhuda nimekuwa nikiusema mara nyingi, nitaurudia tena. Mtumishi wa Mungu Renard Bonke, mwinjilisti ambaye mnamfahamu, ambaye Mungu alimpa mzigo mkubwa kwa ajili ya Afrika. Siku moja alipata maono, alipata vision, aliota ndoto, na hiyo ndoto ilikuwa imekaa hivi. Wamepanga foleni mbele za Mungu, wanapewa mataji. Wamepanga foleni, wanapewa mataji. Anaona kabisa, anaitwa huyu anapokea taji, anaitwa mwingine anapokea taji. Kama unavyokumbuka ilivyokuwa shule ya msingi, walikuwa wanaanza kutaja mtu wa 5, si sawa wanakuja mtu wa 4, mtu wa 3 mpaka mshindi yule ambaye yuko juu wa kwanza. Sasa anasema wakaanza kutajwa wale wa chini, wanapanda juu. Anasema wakatajwa wakabaki wa 3. Sasa unajua mkibaki wa 3 mnakuwa niuliza nani sasa ambaye yuko juu yetu? Nani yuko juu yetu? Anasema akatajwa mwingine wakabaki wawili. Sasa kilichomsumbua na kilichomuuma, wakabaki na mbibi mmoja ambaye hajawahi kuwa mtumishi wa Mungu kushika maiki. Ndio amebaki naye. Hasa akaanza kujiuliza, huyu bibi anatafuta nini hapa? Anatafuta nini huyu bibi hapa? Shida ni nini? Yaani inawezekanaje nikapambana na huyu bibi? Shida ni nini? Anajiuliza maswali. Ghafla akashangaa jina lake likatajwa. Maana yake bibi ni wa kwanza. Akashangaa jina lake likatajwa, ikamkasirisha sana. Akamuuliza Mungu, huyu bibi hajawahi kuhubiri, nimetembea Afrika karibu yote, anakuaje wa kwanza hata afahamiki? Mimi unafahamika. Mungu akamwambia, Renard, huyu bibi ana ratiba zako kuanzia Januari mpaka Disemba. Zile ratiba waga anakaa nazo nyumbani hivi, anaomba hata masaa 8. Yaani anaombeaga ratiba zako yani karibu siku, anaweza kuomba siku nzima kwa ajili ya mkutano wako. Kwa hiyo nguvu ya mikutano yako inazaliwaga na huyu mama. Kwa hiyo wewe ni bodi la nje. Wanasema kwamba hii ni Range Rover, lakini mama ndio engine yako ya ndani. Kwa hiyo engine ya ndani ni huyu mama. Wewe ni bodi la nje tu, wanakusifu Renard, lakini nikwambie huyu akiacha kuomba umekwenda. Mungu akamwambia hivi ndio engine yako. Imagine
Mungu anajisifia mbinguni mama mmoja ambaye hakuna anayemjua. Ile siku Mungu atatusurprise. Ile siku tunapokea mataji, Mungu atatusurprise. Kuna watu watapokea mataji zaidi ya wachungaji. Kuna watu watapokea mataji ambayo huwezi kumdhania. Ni kwa sababu alikuwa anafanya vitu kwa siri. Wanafanya vitu kwa siri, ndani kwa ndani. Na hawataki watu wafahamu. Hasa yule mama, niambie kama Mungu anamtazama vile, niambie kama unaweza kumwekea ugonjwa. We. Kuna watu Biblia inasema hivi, Mungu amemchora kwenye viganja vya mikono yake. Wewe ukimgusa umegusa Mungu. Kuna watu ambao Mungu anasema ukimgusa huyu umegusa mboni ya jicho langu. Sio kila mtu, kwa sababu wengine wanagusa na wanakufa. Sio kila leo koka. Sio kila leo koka, tusidanganyane, kwa sababu kuna wengine ambao uchawi unamgusa na anakufa kweli na mnamzika na ameokoka. Kwa maana yake kuna aina fulani ya watu ambao ukimgusa hivi ni kama umemchokoza Mungu mahali penyewe. Watu wa Mungu iko hivi, haya maombi haya ya kijinga ambayo unaona kama raikorobo shandarabakosa rikana masaya likorobo sikaraba manderebo kosarabakaya likorobosia lisala kwanza, lisala pili, mabinti, akina mama, unakuja hapa kanisani unaomba hivi, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, Mungu anaanza kurekodi. Unafanya, ana deposit, anakuwekea akiba. Unakuja kuangukia kwenye jambo. Kuna wakati mimi ninabano na vitu, nashindwa kuomba hata dakika 20 za nchini. Sababu kwa siku naomba masaa mengi. Kuna wakati siwezi hata dakika 20. Kuna wakati naenda mahali na bananika, nachokifanya tu ni kuinuka na kuingia madhabahuni. Lakini utukufu wa Mungu unakuwa mkubwa sana zaidi hata ya huu wakati ambao lazima niombe kwanza ndio niende nisimame. Kwa nini kinatokea? Mungu anaangalia. Nafahamu commitment yako, nafahamu kujitoa kwako, nafahamu vizuri. Ni hazina ya akiba. Hizi sadaka ambazo tunatoa huku, kujitoa huku, ni hazina ya akiba. Unawekewa akiba. Kuna siku unaweza kuwa kwenye gari, alafu hiyo gari ni lazima ipate ajali na watu wafe. Mungu anaangalia, anasemaje? Sio kwa yule, sio kwa yule. Akiba yake mbinguni hawezi kumruhusu kufa. Unapomcha Mungu kwa baadhi ya mambo umetafundisha pia wakati tunaendelea mbele, ujue unaweka akiba na deposit ya bank. Una deposit. Mimi niwaambiaga washirika kanisani, kwa jinsi ninavyoombea, hamwezi kusikia wanangu wanaumwa, ni kosa. Hiyo kitu hamwezi kuisikia. Nawaambiaga mara nyingi. Usio kafikiria kwamba hakuna ile hofu ya kibinadamu watu kama washirika wakisikia wanangu wanaumwa. Mimi nawaambiaga hamwezi, kwa sababu namna ninavyoombea sio kama nalipia uponyaji wa familia, lakini namna ninavyoombea mimi, hamwezi mkakuta mtu anaumwa nyumbani kwangu. Naweza nikakaa na mtu namuombea dakika 20, lisali zima ili apone na anapona. Kwani wanangu waumwe? Ile kwaje? Haiwezekani, kwa sababu hiyo ni akiba naweka akiba kwa ajili ya kesho yangu. Sema amen kubwa. Nimepoa sana. Sema amen kubwa. Kuna kitu nakikumbuka hapa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kuanzia mstari wa kwani uangalie exactly mstari wa 5, 4 na 5. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako, binasema, mataifa yote ya dunia watajibarikia. 5 inasema, kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Oho, Mungu anamwambia Isaka, ninakubariki Isaka na kufanya kuwa taifa kubwa. Sio kwa sababu ya yale ambayo umeyafanya, ni kwa sababu baba yako Ibrahim alikuwa ni mchaji. Alinisikia akahifadhi maagizo yangu. Kwa mtoto anabarikiwa ni kwa sababu ya jambo ambalo lilifanya baba. Amazing. Imekaa vizuri sana. Nimefundisha vizuri na mimi nimejisikia vizuri. Alafu na mimi nitaifanyia kazi vizuri, kwa sababu naona kama ufunuo umekuwa mkubwa wakati naongea. Hii imekaa vizuri sana. Kaa vizuri sana. Ndio utakuta mtu miaka yote tunamwona yuko hivyo hivyo. Miaka yote tunamwona anaenda mbele tu.
Ni kwa sababu akiba yake ndio inampa nguvu ya kwenda mbele. Usiseme umechoka. Wakisema ujenzi, usiseme tumechosha. Usiseme hiyo sentensi. Usijaribishe kuongea. Isitoke mdomoni hata kwa bahati mbaya. Kwa sababu ukifanya vile malaika wanadaka lile neno. Unajua wanadakaje? Wanasemaje? Amechoshwa na mambo ya kanisani. Malaika watasema hivyo. Amechoshwa na mambo ya kanisani. Mambo ambayo yanapaswa kuamuru baraka zako yanakuchosha. Mbinguni atasemaje? Nisikia amesema amechoka. Kwa sababu gani? Wanajenga kanisani. Alafu nyumba ya mtu anajenga yeye peke yake, hahitaji msaada mwingine. Nyumba ya mtu ananunua mabati mwenyewe 40 peke yake. Kanisa la Bwana Yesu mtu anasemaje? Nimechoka. Yaani sasa hivi hata ile zinyazi zionekane. Hapana, wewe ni mtu wa kimwili. Haiwezekani. Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Haiwezekani ukatoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu ukawa dhaifu. Ulitoa vibaya. Kama unatoa vizuri kwa ufunuo. Nakumbuka ndio kufundisha ni somo kwa upana kidogo la utoaji. Wenzako ni fursa. Kanisani. Kanisani si ni kisima. Kisima cha kuchota maji. Kanisani hawachoshi watu. Kanisani ni kisima cha kuchota maji. Yaani hata kama kunakuwa na ujenzi wa miaka 40 mbele, kanisani ndio sehemu yenyewe sasa. Ukijenga mkapiga hatua fulani na wewe umekushiriki vile, ujue na kujua Mungu atajenga nyumba yako. Mungu sio dhalimu. Apandacho mtu atafanyaje? Siwasiki watu wa kidato. Atafanyaje? Nyinyi ni wasarabu sana. Atafanyaje? Ukipanda unavuna. Labda ujue Yordani. Haiwezekani. Mimi siangaliagi upepo unasemaje. Mimi naangaliaga Biblia inasemaje. Mungu aliwaambiaje wana wa Israeli kupitia kinywa cha Hagai? Akawaambia hivi, yaani mmechoka, mna mifuko ina matobo, mkiweka hela zinatoka zinaanguka. Akamini kwa sababu nyumba ya Bwana imechoka. Kwa hiyo kibiblia ni kwamba uruhusiwi kujisikia furaha, unajisikia uko free kama nyumba ya Mungu bado haijapata lipo. Ukiona hivi, ujue Mungu anadini na watu. Hata useme ya kwamba tumesha, yani bora tupumzishwe kidogo. Mungu hanaga mapumziko. Kwa sababu baraka zake haziruhusu hivyo vitu. Mungu baraka zake haziwezi kukupa mapumziko kwamba tupumzike kidogo, tukusanye hela. Hiyo ni tabia za kimwili, hiyo ni michango ya mtaani. Kanisani haipo hivyo. Akawaambia hivi, pandeni mkitaka hela ikae, mkitaka mfanikiwe, pandeni milimani, mkakate miti, mjenge nyumba. Bwana akitukuzwa kupitia nyumba, mtaanza kuona maisha yenu yanavyotukuzwa. Simple. Rais kiasi hicho. Siku moja kuna kijana wangu mmoja anapenda kuni drive. Yaani mara nyingi natumia gari yake, ana drive mara nyingi sana. Na anamuita mara nyingi. Yeye ni mnyenyekevu. Ni mtu ambaye hakwaziki hata kidogo. Nikimwambia njoo anakimbia na kuja. Siku moja alikuwa amefanya kazi na akawa amechoka. Amechoka yani mpaka kiasi ambacho hata kuomba ni ngumu. Sasa ile gari nilikuwa na drive mimi, aliniachia. Alipoenda kukaa kwenye kile kiti cha dereva, anasema akaanza kuomba pale. Akaanza, yani Roho Mtakatifu akamjaza nguvu, akaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimekaa pale. Yani nilitumia ile gari masaa kadhaa. Yani alipoenda kukaa pale, akapokea matokeo ya kunipa gari. Na mwili wake akasema, akanipigia simu anambia, "Baba unifanyaje kwenye gari yangu?" Anasema najisikia kuomba tu. Nimeingia ndani naomba tu. Sikiliza, Mungu haviakiwi. Mtu anapopanda kitu lazima akivune. Huwezi kuniambia nimechoka. Hapana. Hiyo sio Biblia. Sio Biblia. Naamini kwamba nazungumza na mtu mahali hapa. So, ndio mambo ambayo natamani kila mtu asikie. Natamani kila mtu asikie sasa. Watu sasa hivi wako busy sana. Natamani wasikie kwa sababu hii ndio kitu ambacho inaita baraka kubwa za Mungu. Akiba, unaweka akiba kiasi gani? Unamwekea Mungu akiba kiasi gani? Unamwekea Mungu akiba kiasi gani? Una invest kiasi gani kwa Mungu? Okay, maombi, akiba yako ya maombi ikoje? Kukaa na neno, akiba yako imekaje? Ndani ya moyo wako
neno la Mungu lina akiba kiasi gani? Umejaa kiasi gani? Una asilimia, una kiwango gani cha neno ndani yako? Sadaka zako, akiba yako ikoje? Ndio utamwona mtu ambaye Biblia inasema 1000 wataanguka ubavuni, 10,000 wataanguka mkono wa kuume, mabaya hatampata. Yaani ataona watu wanakufa 1000 upande wa kushoto, ataona wanakufa, yani anatembea kwenye bonde ambalo kushoto wamekufa watu 1000 na achukua na kusema Daudi, alafu mkono wa kuume wamekufa watu 10,000, ila yeye anatembea na yuko mbali na hivyo vitu. Biblia inasema mabaya hatampata, wale waharibifu utakaribia hema yake. Utasikia misiba pembeni, utakaa usikie nyumbani kwake. Yuko mbali na hivyo vitu kwa sababu ya akiba alionayo ya uchaji. Unatendea watu mema. Unatendea watu mema. Kwenye video vyao unakimbia, unawapa, wanaacha kulia. Alikuwa analia ukamfanya asilie. Kwa nini wewe ulie? Utalia. Huwezi kulia kwenye maisha. Kwa nini ulie? Huwezi kulia. Jambo la 3. Kabla hujaandika jambo la 3, andika hivi: kila tendo la uchaji huenda mbinguni kama akiba. Irekodi tu hilo. Kila tendo la uchaji, kila tendo la uchaji huenda mbinguni kama akiba. Kila tendo la uchaji huenda mbinguni kama akiba. Kila tendo la uchaji huenda mbinguni kama akiba. Mimi nimeona watu wanaofanya hivi vitu, walionizunguka nimewaona, nikagundua kitu ni akiba kabisa, hii wala haina kona kona. So tuende jambo la 4 sasa. Tumetoka kwenye 3, tuende jambo la 4. Tuende jambo la 4. Jambo la 4. Andika hivi kwa sababu ni mambo ya kujua. Nimesema mambo 5 ya kujua kwa habari ya uchaji. Jambo la 4 la kujua: kumcha Bwana kutakutaka uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Kumcha Bwana kutakutaka uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Kumcha Bwana kutakutaka uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Kutakutaka. Kumcha Bwana kutakutaka uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Itakulazimu uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Kwa mchaji yote ukienda kumuona, utakutana viwango fulani, ana maagano fulani, amepatana mambo fulani na Mungu. Jambo la 4 nimesemaje kwa sauti moja niwasikie? Kila mmoja mwenye sauti tusome tena. Nimesemaje jambo la 4? Good. Nitafutie mchaji, mlete hapa mbele yangu. Nitakapoanza kuongea naye, nitakuonyesha mtu ambaye ana maagano fulani na Mungu, yaani ana mapatano yake fulani na Mungu. Bishop Rede pale kusema hii sentence, kusema mfano, ni mtumishi wa Mungu namfuatilia sana. Alisema hivi: nionyeshe Mkristo atakayefanya mambo makubwa na Mungu. Nitakuonyesha mtu ambaye ameacha mshahara wa dola milioni 10 kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Yaani walipomwambia hivi, tunakulipa milioni 10 mshahara lakini usiende kanisani Jumapili, anasema Mkristo atakayefanya vitu vikubwa na Mungu ni Mkristo atakayeacha zile hela kwa sababu amesikia Jumapili haitakuwepo. Ila nionyeshe Mkristo mnyonge ambaye atafia mshahara, atakufa kwenye mshahara. Nitakuonyesha Mkristo ambaye akiambiwa kwamba hii kazi hairuhusu ufanye kazi Jumapili, hairuhusu uende ibadani Jumapili, na anaacha ibada ya Jumapili. Anaacha ibada ya Jumapili kwa sababu ile kazi. Inapaswa kwa hivi, ukisha soma zile detail ya kwamba okay, kazi description yake iko hivi na hivi na hivi, tunafanya kazi mpaka Jumapili, hakuna haja kuabudu, hata hiyo kazi. Funika haya majalada, ondoka nyumbani. Lakini mimi mwenyewe pale kanisani nifuta nikufute, ndio kuambia kabisa na kuaga, anakuambia pastor, nataka ujue nimepata kazi. Na Jumapili utakuwa unaniona. Wow. Na naongea comfortable. Ananipa taarifa kabisa, pastor, nataka ujue kwamba kuanzia leo nataka usije Jumapili ibadani. Kwa nini? Kwa sababu nimepata kazi. Moja agano ambalo naambiaga watu, moja agano ambalo kila muamini lazima
awe nalo. Moja ya maagano ya muhimu ambayo kila aliyokuwa anapaswa kuwa nalo ni agano la Jumapili. Jumapili sio tu siku ya ibada, inapaswa kuwa ni agano kwa mtoto wa Mungu. Na kama haijawa agano bado, mimi nikwambia yule mtu haendi mbali. Amini maneno yangu, haendi mbali. Na waangaliaga baadhi ya kina mama kule kwetu ambao wanakuta Jumapili ndio siku za mnada. Kwa anakuambia Jumapili ndio siku ambayo nauza, ndio siku ya mnada. Sasa nikija kanisani ndio weekend ambayo nategemea nipate faida ya kulisha watoto wangu. Unamchukuliaje Mungu yani? Ukamfunga kwenye Jumapili ya mnada na ukaacha ibada. Mimi mtu ambaye hajafunga agano na Jumapili siamona bado kama mtu ambaye amekamilika kwenda mbali na Mungu. Naona mtu aliyepelea, mtu nusu, hawezi kwenda popote na Mungu. Sasa achana na hao wakazi. Kuna maninja sasa. Wao wanaweza asije kanisani kwa sababu anafua nguo Jumapili. Yaani ameona ana mzigo mzito wa kufua nguo Jumapili. Kwa ndio anafua nguo Jumapili. Yaani ile siku nafua nguo Jumapili, umejiwekea zero mbele za Mungu. Mimi na wewe uhakika wewe mbali na Mungu. Umeacha ibada, watu wako ibadani wafua nguo. Ai! Wengine ambao, yaani ukimwona huyu mtu ujue haendi popote. Atakopa kanisani ni mtu wa kawaida tu. Mtu ambaye haji kanisani Jumapili kwa sababu amepata mgeni. Yaani amepata mgeni Jumapili. Wanaanza story. Basi niajirishe ibada tu. Unaacha ibada kwa sababu ya mgeni. Unamwacha Mungu aliyekuita. Huwezi kufika mbali. Ilipaswa kuwa hivi jamani. Karibu sana lakini muda wangu umefanyaje? Umeisha. Hajalishi ni nani. Muda huu nakimbia ibadani. Ukimwona huyo muamini na kuonyesha mtu ambaye anaenda mbali. Mtu ambaye hakuna kinachoitwa dharura ya Jumapili. Mtu serious ambaye ana agano la Mungu huwezi kumpata na dharura Jumapili. Dharura ya nini? Dharura ya nini? Mke wangu anaumwa, hiyo ndio dharura. Natembeaga na watoto, joto limepanda na hakuna mtu anamwambia anaumwa. Anakaa kanisani pale, atapigwa baridi na anaopigwa baridi. Taka naye ibadani pale mpaka ibada inaisha tunarudi nyumbani. Hakunaga sababu ya kumfanya mtu nyumbani kwangu asiende ibadani. Kila mtu ukiumwa, sehemu nzuri ya kupona ni wapi? Ibadani. Sio unapata changamoto unajisikia baridi, ndio twende ibadani, kule ndo pazuri zaidi. Kwa sababu Mungu ni moto ulao. Utapata joto kule, twende kule. Hakuna sababu ya kumfanya mtu akae nyumbani. Na sikiliza. Nyumba yangu Mungu ameibariki kwa sababu ya baadhi ya vitu. Hiyo tu Mungu ameibariki. Uone baadhi, usiki baadhi ya vitu kwa sababu ya baadhi ya maagano. Niliweka agano la kumtumikia Mungu. Sasa ile agano la kumtumikia Mungu iko hivi. Kama niko Kahama, lazima nisimame madhabahuni kufundisha. Sina excuse. Kama niko Kahama, lazima nifundishe. Kwa sababu sina excuse ya kusema ya kwamba ninakaa kidogo ni mwache tu mzee wa kanisa aendelee. Kuna maeneo ya mzee wa kanisa kufundisha, lakini kama niko Kahama nitasimama kufundisha. Je, mchungaji upendi wengine wakuze vipawa na uwezo? Inategemeana sasa unakuzaje vipawa vyao na uwezo wao. Mimi na namna nyingine ya kukuza vipawa vyao. Sitaki hiyo performance ya madhabahuni yani. Ili mtu akuze kipawa lazima aanze kusimama pamoja na mchungaji yani. Inafika point ambayo anaanza kuwaza, bwana mchungaji hajaniambia mara na ni muda umeshakuwa mrefu. Nataka mtu akae kanisani akiwa na dhana moja tu ya kujifunza neno la Mungu, na sio kutafuta kufundisha, na sio kutafuta kuhubiri madhabahuni. Sasa wana namna nyingine ambayo wanawatengeneza, lakini sio hii. Kwa lazima nifundishe yani. Sinaga excuse. So, tukisema huyu mtu ni mchaji, kuna aina ya maagano ameshajiwekea na Mungu. Kuna maagano ya ibada, kuna maagano ya utumishi amejiwekea na Mungu personally. Utasemaje kwa mtu ni mtu serious kama ana maagano na Mungu? Kwa mfano angalia Ayubu sura 31 mstari wa kwanza. Angalia, fungua Biblia kila moja. Mimi na hapa siri za muhimu sana. Inakuwa ni uchaguzi wa mtu sasa. Rafiki yangu nimesema Ayubu 31 mstari wa kwanza. Andika. Ayubu sura 31 mstari wa kwanza. Lazima ukatae kusinzia kanisani. Usipokataa huwezi kuacha. Utasinzia miaka yote. Utashangaa na miaka 20 anniversary ya kusinzia. Unasherehekea kusinzia kanisani miaka 20. Miaka 20 ya huduma ya kusinzia kanisani. Ayubu sura 31 mstari wa kwanza. Anasinzia bila sababu.
31 mstari wa kwanza. Na watu wale hapo chap. Tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje kwa sauti? Sijasikia unajua. Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Oho. Ayubu alifanya agano na macho yake. Anasemaje, nitawezaje kumwangalia msichana? Kiingereza inasema nitawezaje kumwangalia msichana kwa jicho la kumtamani. Ni agano alifunga na Mungu ya kwamba sitamwangalia msichana kwa jicho la kumtamani. Sitamwangalia msichana kwa jicho la kumtamani. Nitamwangalia kama dada. Yaani kama sio mke wangu ni dada yangu. Kama sio mke wangu ni mama, akinizidi umri ni mama. Kama ni rika langu ni dada. Kama yuko chini yangu ni mdogo wangu. Yaani Ayubu aliweka viwango, akasemaje, siwezi kumwangalia msichana kwa jicho la kumtamani. Viwango vile. Alafu juu Mungu anasemaje? Angalia Ayubu sura ya 1 mstari wa kwanza. Angalia sura ya 1 mstari wa kwanza. Inasemaje Biblia? Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwenyekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu, one that feared God. Yaani kwenye nchi yote ya Usi palikuwa na mtu mmoja tu aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu, mmoja tu. Na angalia kwenye 31 mstari wa kwanza, aliweka agano na macho yake. Mimi na maagano mengine ni kukopa. Siwezi kukopa. Nikopa ile nini? Siwezi kukopa. Biblia inasema mtakopesha. Utakopa. Kwa nini ukopa? Kwa nini wa kwanza kuvunja kanuni za neno? Mimi sikopi. Kwa sababu na Mungu anayebariki. Anabariki watu kwa hoteli. Sikopa. Alafu mimi sihitaji mchezo ili nifanikiwe kiuchumi. Kwa nini? Yes, umeshalogwa. Umeshaambiwa kwamba ili utoboe lazima uwe na mchezo. Na unaamini mchezo kuliko nguvu ya baraka. Watu wengi tayari yani umeshaingia kwenye mifumo ya kidunia kiasi ambacho huwezi kuamini kanuni za kiroho tena. Mimi sihitaji mchezo. Hapana, kuna Mungu wa hoteli, kuna Mungu wa wingi. Hapana kabisa. Siwezi kuanza mimi wa kwanza, nasema mimi uzao wa Ibrahim, siwezi kuwa wa kwanza kufanya hivyo vitu. Yaani hali mapatano yangu na Mungu nilishakosea, sirudi. Hivyo unakonaje kudaiwa? Unakonaje kudaiwa? Kunafananaje? Mtu akianza kudai serious, wako unajisikiaje? Umerudi nyumbani unakwambia alikuja sasa ulizia. Umekuona namna kudaiwa kulivyo kubaya. Kwa sababu nasema akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Kwa ukikopa unakuwa mtumwa wa mtu. Ukimwona yule pale anakuja, unakimbia, unaacha barabara. Inabidi ujificha sija akakuita mama fulani. Wewe unafikiri wewe ni uchaji? Unafikiri kumkimbia mtu hivyo ni ucha Mungu? Unafika hapo unadanganya watoto, unaambia waambieni sipo. Kumbe mlala ndani. Waambieni sipo. Wewe mama ametoka kidogo. Na ndio anasema mama ametuambia tukwambia. Unakuja kwanza kuwafinya masikio, niliwaambiaje? Niliwaambia mwambie nimetoka kidogo. Afu unaanza kumwambia mama ameniambia nimwambie. Sasa mtu afahamu Kiswahili vizuri. Anaeleza alichomwambia vizuri kabisa. Watu wameokoka kabisa na anaongea uongo. Mwambieni sipo. Mwambieni mama ametoka, kumbe uko ndani. Utakuwaje mchaji? Utamchaje Mungu na huo uongo? Haya, umekopa hela kwa mtu 50,000 na unapata hiyo hela kabisa. Yaani unashika hela ila moyoni unajiambiaje? Kwa nini nimpe hela yangu? Lakini ulichukua hela ya watu. Yeye unakuwa mgumu kumrudishia. Hela unazipata kabisa za marejesho, ule umrudishie. Unakaa wewe ndani, huwezi kumcha Mungu. Haiwezekani unaofia Mungu. Yaani mtu amekwambia hivi, nitahitaji fedha wakati fulani na hela unapata kabisa, ungeweza kumrudishia ukaanza 10,000, unazipata ila moyoni unasemaje? Kwa nini nimpe hela yangu? Nimpeje hela yangu? Ila ulichukua hela ya watu. Alafu nataka Bwana Yesu, nataka Roho Mtakatifu akushukie chumbani ukiwa naomba. Hata kushukiaje? Kwa sababu unajifunza wizi. Hata mshukiaje mtu anajifunza wizi? Sema amen. Sio asikia, sema amen. So, Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Tuangalie Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Kuna baadhi ya standard lazima ujiwekee.
ambazo zinaonyesha kabisa huyu mtu ni mchaji, huyu ni mcha Mungu. Kuna baadhi ya standard lazima ujiwekee. Mimi sitaki kuwa mtumwa wa mtu, yani hiyo haiwezekani. Mimi nimwogope mtu? Hapana, nitamhofu Mungu peke yake, sio wanadamu. Yani mtu akikupigia simu hivi unakuwa ni nani kanipigia? Au yule dada ananiambia atanipeleka polisi. Wewe bwana wewe. Acha nimche Bwana tu kwenye moyo wangu na sio mwanadamu. Nilimwambia Mungu nitoe kwenye eneo la kudaiwa. Yani kama napaswa kupata hela ya mtu niipate siku 4 kabla ya siku husika. Hiyo kitu ni mbaya sana, haifai. Hata masuala yote ya kodi ninayafanyaga angalau siku 4 kabla ya siku husika. Mimi sipendi. Yani siku baada ya hapo naanza, kwa hiyo umefikia wapi? Kome. Yani mimi nisitafakari neno, nianze kutafakari wewe. Hapana, nilikataa hiyo kitu. Na unaweka standard na inakuwa nakwambia, inakuwa. Unachagua maisha yako unapaswa kueje. Angalia 39:9. Kijana anasemaje? Nifanyaje uovu mkubwa nimkose Mungu? Manaka alifunga agano na Mungu. Mimi nitakuwa natatembea na Mungu tu. Nitakuwa pamoja na Mungu. Na siwezi kuvuka mipaka nikampoteza Mungu. Potifa aliniambia hivi, utakuwa juu ya kila kitu lakini si juu ya mke wangu. Nakumbuka hayo maneno. Bosi wangu aliniambia hivi, uwe juu ya vitu vyote vilivyokuwa nyumbani mwangu lakini sio mke wangu. Wewe kuwekwa chini yangu. Siwezi nikaanza kutumia kisha umenipenda. Mume wako aliniambia hivi, niwe msimamizi wa vitu, sio wewe. Wewe sio moja ya vitu mliopewa kusimamia. Wewe ni mke wake. Akafikiri mwenyewe akasema nifanyaje uovu mkubwa nimkose Mungu. Rafiki yangu mmoja akaja mwanamke ofisini kwake pale Dar es Salaam. Rafiki yangu wa karibu. Alipoenda pastor, yule mwanamke akamwambia hivi, pastor, nina jambo. Akamwambia nina milioni 11 hapa. Ninayo hapa. Ila nataka tufanye kitu kimoja. Kama ukikubali kuzaa na mimi, mtoto mmoja tu, ninakupa milioni 11 sasa hivi. Rafiki yangu ananiambiaje, pastor, sikuwa na hela. Yani nilikuwa na matatizo mengi huo mwezi, sikuwa na fedha. Alafu amekuja huyu mama ana milioni 11 na akamwambia hivi, tuweke mkataba hapo. Ulale na mimi mpaka nikipata mimba. Alafu hiyo milioni 11 ni yako, kwako nakupa sasa hivi, tufunge mkataba hapa sasa hivi. Akafikiria. Akasema nahitaji fedha. Nahitaji fedha na mazingira magumu ya kifedha sasa hivi. Ila huyu mama ni shetani. Huyu mama ni shetani, hiyo sio mtu wa kawaida. Unajua maamuzi ndiye afanye. Akaanza kumkemea. Mimi ndio na yuko sahihi. Akaanza toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kwa sababu yule mtu ukiendelea kuongea naye anakuchukua. Yaani kadri unavyozidi kumpa masikio na inasema hivi, yule mwanamke kahaba kwa kubembeleza kwake alimweza yule kijana wa kiume. Na kusema mithali. Kwa maana yake nguvu ya kahaba ni kubembeleza. Nguvu ya kahaba endelea kumsikia. Baadhi yao sasa nikaanza kuwaka moto. Kwa jinsi wewe ni shetani, toka. Pastor, bwana sikuelewi, toka hapa, wewe ni shetani. Yeye akaondoka. Akasema nikajisikia sasa nimekuwa huru. Ni kama alikumbatiwa na nguvu ya giza pale ofisini kwake. Sasa nisikilize, kama hauna viwango, utakumbuka simu uliyopaswa kuinunua, utakumbuka kodi, muda wake umefika, na utamwacha Mungu kwa sababu ya ile fedha. Utachukua fedha mara moja kwa wakati na kulala na mke wa mtu wakati mwingine pasipo wewe kujua, ukavuta laana kwa sababu ya milioni 11, ukauza kesho yako ya miaka 70 mbele. Usipokuwa na maagano unakwenda. Kuna wakati kwenye biashara lazima uwe na maagano. Kuna binti mmoja alinipigaga simu katika mabinti niliyokuwasikia. Yule binti nilijua binti atafika mbali na Mungu. Akaniambia hivi, mume wangu ameniacha pastor. Na mimi nilimwambiaga Mungu, patakuwa na mtu mmoja tu atakayenivua nguo. Kwa sababu ameniacha sitaolewa tena. Nikamwambia hivi, okay, sasa kama ameshaoa mke mwingine, kibiblia unaruhusiwa kuolewa kama taratibu zikifuatwa. Akasema nilimwambia Mungu, patakuwa na mtu mmoja tu akunivua nguo.
nitakaye mruhusu nitavua nguo mbele yake, lakini sio wawili. Kama imeshindikana, basi hawa si watu mchezo. Hawa si watu mchezo. Na nikuhakikishie, mimi nilipata hakika kwenye roho yangu ya kwamba yule kijana atazurura sana, atamrudia yule binti, kwa sababu ya agano alilonalo na Mungu. Lakini check kwa sasa hivi, yani akiachika anasemaje, nimepata fursa ya kutest kwingine pakoje. Yani furaha ya miaka hii ni mtu kuachika, kwa sababu anajiuliza hivi, hivi nikianza kutoka na huyu ikoje yani anakuwa na hisi ya kwamba hivi tukibadilisha bidhaa inakuaje kwaje. Kwa ukimwacha anasemaje, tuachane. Mimi sitaki tuachane. Mchungaji anakuambia rudianeni, tuachane, kwa sababu ameshaanza kuhisi hivi nikitoka na huyu inakuaje. Yule binti aliniambia sitoki na mtu mwingine, yani sitampa dhamana mwanaume mwingine kuvua nguo zangu. Nikamwambia uko serious? Akasema haiwezekani pastor, kama imeshindikana basi usiniombe. Yani nataka tuombe naye Mungu amfungulie mlango mwingine. Akaniambia hapa mlango mwingine siuhitaji. Watu wa Mungu, tukifika hapo tumeanza kumfunua Mungu kwenye kizazi chetu. Tukifika hapo tumeanza kumfunua Mungu akina Ibrahimu. Ibrahimu mzee ana miaka 86 wakati analala na Hajar. Miaka 86. Mpaka mke wake anamwambiaje, wewe mzee unazeeka vibaya. Bwana ameniahidi. Amekuahidi unazeeka unakufa. Na hadi itimi. Hasa ngoja nikupe akili, maana hata naona kufikiria kwako ni kuzito sana. Kuna kaka binti yake anafanya kazi, wewe kaoni. Ibrahimu mpaka mke wake anamfundisha kutoka nje ya ndoa. Ibrahimu mke wake anamfundisha kutoka nje ya ndoa. Mke mpaka anasemaje, hivi ni zee linakufa na uaminifu kabisa. Ibrahimu anazeeka vibaya. Kabinti yake hapa nimekuruhusu wewe mzee, maana unazeeka vibaya. Hata proposal niletei. Yaani anashangaa sana kwamba huyu baba hata kuja kuniambia mke wangu niruhusu tu ndale na haki kabinti. Hana hata mpango Ibrahimu. Kwa nini Mungu asimuongezee miaka 75 ya bonus? Mtu serious kama huyu. Mke wa Ayubu anamwambia hivi. Anamwambia Ayubu, mume wangu, bado nashikamana na ukamilifu mpaka sasa hivi. Anamwambia mkufuru Mungu ufe. Ili Mungu ameua watu wako, amechukua mali zako zote. Siku hiyo akaua watu wako wote. Umebaki peke yako Ayubu. Alafu hatoshi huyu Mungu. Yaani hajatosheka. Sasa hivi amekupa magonjwa. Angalia haya majipu. Umeshindwa kujikuna kwa kucha za kawaida, umeanza kujikuna kwa nani? Kwa mawe. Yeye mke wake anamkuta anafanya hivi. Mawe. Mume wangu unakufa vibaya. Kama kuna uaminifu huo ni wa kijinga sasa. Ayubu akasemaje, je, tupate mema tusipate mabaya? Yaani akili ya Ayubu ilikuwa ni ajabu sana. Yaani kama tulipata mema miaka yote, mabaya kidogo tu haya tusiyapate. Na alikuwa ni shetani. Mimi Ayubu ni mwanadamu mwingine. Kwangu Ayubu ni mwanadamu mwingine. Kwa sababu Wakristo wa sasa hivi ili akae kanisani, mhakikishia kwamba hataumwa. Mhakikishia kwamba atakufa haraka. Ndio anakaa kanisani. Ila likitokea tu ameanza kupata changamoto, anakuacha. Ayubu akasemaje, mke wangu naona akili zako haziko sawa. Yaani tumekula mema miaka yote tusipate mabaya hata kidogo. Imagine akili ya Ayubu ilivyo ya ajabu. Tusipate mabaya. Kwa maana kwake ni sawa. Mungu anakuja kurudi kwa Ayubu. Anamzidishia Ayubu miaka mara 2. Kwa sababu inaonekana Ayubu alikuwa ameishi kwenye miaka 70. Alipomrudishia mara 2 ni kama aliishi mpaka miaka 210, something like that. Alafu alizidisha mali, double, alimpa maradufu. Watu wake walikuwa ni wazuri kuliko wa kwanza. This God, huyu Mungu ni mwaminifu sana. Huyu Mungu sio Mungu wa mchongo, sio Mungu wa chenga. Huyu ni Mungu mwenyewe haswa. Ukitembea na viwango vya uchaji utamuona. Sasa haka kijana kanamwambia aje mke wa Potifa, nifanyaje uovu mkubwa nimkose Mungu? Yaani kwangu mimi cha muhimu ni Mungu. Ni Mungu. Unajua mimi waga namwambia mke wangu, una haja hata simu zangu hata zisikusumbue. Yaani agano langu na Mungu aliniruhusu kufanya baadhi ya vitu. Siwezi tena. Mimi siwezi kutembea na binti siwezi tena. Yaani siwezi. Agano langu na Mungu aliniruhusu kufanya hivyo vitu tena. Siwezi. Pastor, ni ngumu sana. Yaani kumpa hatima binti. Yaani nimpe hatima yangu binti. Mamilioni ya watu wangapi wananisubiri? Watu wangapi wanasubiri mimi nilale na binti mara moja nimpe hatima yangu?
Yaani watu mamilioni wananisubiri nibadilishe maisha yao. Jioni moja nimkabidhi yule binti. Hatima ya kugusa watu mamilioni. Kuna baadhi ya vitu ambavyo havihitaji niombewe na mtu. Nikivifikiria tusiwezi kuvifanya. Pale kanisani kwangu nina standard. Ofisi yangu haruhusiwi kunihudumia mke wa mtu, haruhusiwi kunihudumia binti. Kwenye ofisi yangu pana mama mmoja mtu mzima sana, ndiye anayeratibu ile ofisi. Uruhusiwi kuingia pale ofisini kwangu. Uruhusiwi kupanga vitu kwenye ofisi yangu. Uruhusiwi. Sitaki. Yaani ndani yangu najiona naenda mbali. Ndani yangu najiona nagusa maisha ya watu wengi. Ndani yangu naona nina deni kwenye taifa hili. Naona sasa ni ngumu sana nikauze hatima kwa mke wa mtu. Nimpe hatima yangu kubwa bora inayong'aa kiasi hichi. Nimkabidhi jioni moja. Kai. Siwezi. Yaani hahitaji maombi. Tumwambia mchungaji asiye akaanguka dhambini, si hata msangike kwa sababu sihitaji maombi mimi. Tuombe watu waokoke. Tumwambia mchungaji, unaambia mchungaji unapoteza muda. Yesu kuna mahali uliona anawaambia watu wamuombe. Yesu unaruhusiwa kuombea kazi ya Mungu na sio mtumishi wa Mungu. Unamwombea wa nini? Unamwombea wa nini? Tunaombea kazi ya Mungu. Tunaombea neno la Mungu lienee. Tunaombea pawe na mguso kwenye maisha ya watu. Ila sio baba amshikilie asije kuanguka kwenye mikono ya wanawake wageni. Ya nini yote haya? Sihitaji. Sihitaji. Na sofa nimeongeaga mara nyingi na mkango na kuonyesha kwamba be happy. Mimi siwezi kufanya chochote tena. Haiwezekani tena. Kuna kesho naiona. Na kila nikiona affection zangu, hamu, shauku zangu zimefungwa na ile kesho. Kwangu iko wazi sana. Yaani kwangu ndio ambayo inamshaga zile hisia za kiroho. Yaani nikikaa ile hali ambayo inanipelekea nifurahi mwenyewe ndani ni ile kesho ambayo naiona. Kwa hiyo kumcha Bwana kutakutaka uwe na aina fulani ya maagano na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16 unamkuta Paulo anasema ole wangu nisipoihubiri injili. Maana yake Paulo ameweka agano na Mungu la kuhubiri injili. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Unaweka agano la kumtia Yesu matunda. Unaweka agano la kumshuhudia kila mtu anayepita mbele yako. Unaweka agano la kushuhudia marafiki zako wote. Yaani mtu yote akijifanya rafiki yako tu, unaanza kumshuhudia habari za Yesu na za kanisa. Paka umlete kanisani. Imagine pastor kosa watu kama hao kanisani. Hata yaani usipopata hata watano, ile kanisa manake doom. Linataka uamsho mwingine. Lazima pawe na watu ambao ndani yao wanawaka moto. Yaani kama mtu amejileta rafiki yako, wanasema ni rafiki yako, unaanzia pale pale. Unamwambia toka nimeanza kwenda kanisani, maisha yangu yamekuwa mepesi sana. Kuna furaha ambayo sijawahi kuipata kwa mtu mwingine zaidi ya kanisani. Unaleta marafiki zako, wafanya kazi wenzako, kanisa linachangamka, mnajua linachangamka, linakuwa zuri. Yaani ukileta majirani zako, ukaleta marafiki zako, na wewe ukaleta marafiki zako, kanisa linachangamka, linakuwa zuri. Sasa nisikizeni kwa makini. Haya mambo nayofundisha mimi yatakupa matokeo sio ya sasa hivi. Matokeo yatakayoendelea sana mpaka vizazi vinavyofuata. Ni muhimu sana. Jaribu kufikiria. Umekaa na rafiki yako mnafanya biashara pamoja. Huu ni mwezi wa pili mko naye. Mwezi wa pili mko naye. Ndani ya miezi miwili hajawahi kusikia habari za Yesu zinatoka kwenye mdomo wako. Hajawahi kusikia habari za Yesu. Hauko sawa. Hauko sawa. Una rafiki mtu ambaye hajaokoka, ni rafiki yako wa karibu. Na mnahusiana naye na mfanya naye mazungumzo mara nyingi. Hajawahi kusikia unazungumza habari za kanisani kwenu. Maana yake umeanguka kiroho siku nyingi. Nuko. Ni vuguvugu. Maana yake ni vuguvugu. La karabashanda sovila mandarabakosa. Rikarabashanda rabakosa. Melusa vila mandarabakai. Zovalira askevelante lebradika sofa. 5. 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
ndicho kiwango cha juu cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu. Kumcha Bwana ni kiwango cha juu cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu. Kiwango cha juu cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu. Kumcha Bwana ni kiwango cha juu cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu. Nionyeshe kiwango cha juu cha ushirika wa mtu na Mungu, takuonyesha uchaji. Full stop. Ni kiwango cha juu cha udhirisho wa mtu na Mungu, cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu. Yaani huyu mtu ni mtu ambaye akiomba kidogo tu Mungu lazima amjibu. Jambo likiingia kwenye moyo wake tu lazima lipate matokeo. Kiwango cha juu cha udhirisho wa ushirika wa mtu na Mungu, kumcha Mungu. Very important. Waebrania sura 5 mstari wa 7. Waebrania sura 5 mstari wa 7. 5:7. 5:7. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Hapo nataka kila mmoja afungue Biblia. Tamaliza hiyo point, tutapata muda wa kuomba kama dakika 5 hivi. Hapo tutakuwa tumemaliza hapa kwa leo. Na kesho nitaanza kuzungumzia maana za kumcha Bwana. Kwa mtu atakayenifuatilia vizuri, atakuwa na msingi mzuri sana wa kesho yake. Haya, Waebrania sura ile ya 5 ule mstari wa 7. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Naamini tumefika Kila mmoja asome kwa sauti. Biblia inasemaje? Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa hiyo Mungu alimsikia Yesu. Yesu alikuwa ni mcha Mungu. Nisikilize. Wewe kumtolea Mungu vitu gani? Hebu angalia Bwana Yesu alimtolea Mungu vitu gani. Tuangalie hapo. Tuangalie hapo. Fungua Biblia, tuangalie. Kila mtu anafuatisha Biblia. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule. Maana yake alimtolea Mungu. Yule ni Mungu. Yeye ni Yesu. Kwa maana yake Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea Mungu awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Ilikuwa ni changamoto iliyokuwa mbele ya Bwana Yesu. Angalia, alimtolea kitu cha kwanza maombi. Alimtolea dua. Alilia sana wakati mwingine. Alitoa machozi. Na kwa sababu alitoa yale yote wakati wa uhai wake, Mungu alimsikia kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Maana yake nzuri ni kwamba maombi, kulia, machozi ni kumcha Mungu. Yaani ni viashiria vya uchaji. Kwa sababu alisikilizwa kwa sababu alimcha Mungu. Alimcha Mungu kwa mambo gani? Haya alikuwa anamtolea Mungu. Unataka kesho hiyo kubwa ya baraka, unamtolea Mungu kitu gani? Unaona sasa? Kwa hiyo ukitaka kuona ushirika wa mtu na Mungu ni mkubwa, angalia kwenye level za uchaji, angalia kwenye viwango vya uchaji. Angalia kwenye viwango vya uchaji. Simama kwa miguu yako. Maradiko seva hila mandara.